Bwana, hii hapa video ya kwanza kabisa kuweza kuwekwa upande wa YouTube. Nadhani itakuwa unaiona video hii. Iliweza kuwekwa na jamaa fulani hapo kutoka kule pande za Marekani. Ni video ambayo iliweza kufanya vizuri, iko na views. Ukiangalia kwa sasa imegonga views nyingi kabisa. Hii ni sababu iliweza kuwekwa kitambo kabisa kabla YouTube haijaanza. Sasa hapa hii ndio video ya kwanza. YouTube tu ilipoanza basi video hii ikawa ndio ya kwanza kuwekwa pale maeneo ya YouTube. Nadhani itakuwa unafahamu wale watu ambao mnapenda kuingia sana YouTube na kuangalia video. Sasa huo wakati video ya kwanza ulikuwa unaingia YouTube, yani kifupi ilikuwa kuna YouTube. Baada ya YouTube kutengenezwa, video ya kwanza iliyowekwa ni hii video ya huyu jamaa huyu Mwingereza huyu. Nitakwenda kueleza nitakwenda kueleza kiundani kabisa kuhusiana na video ya huyu jamaa, na pia nitakwenda kueleza YouTube yenyewe iliweza kufunguliwa mwaka gani. Lakini kabla sija kuelezea kuhusiana na hii video, ningependa uweze kuwa kwanza kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Umbea Media TV, ambayo inazidi kukuletea madini na inazidi kukuletea habari kali na habari nzuri zinazojiri kote mitandaoni huko. Nadhani leo nimekupeleka Marekani. Umezoea kila siku na kuwekea habari za bongo, kila siku na kuwekea habari za Diamond Platnumz, Harmonize, Jux bana, ikiwemo Alikiba, Rayvanny, Mbosso. Lakini leo nimekuleta maeneo ya Marekani huku ambako tunakwenda kuitazama video ya kwanza iliyowekwa maeneo ya YouTube. Kama kawaida, YouTube yenyewe ilifunguliwa mwaka wa 2005. Sio 2015 ile ya Mario. Mwaka 2005, yani 2005 mpaka sasa 2026, basi YouTube itakuwa inatimiza miaka kama 20 miaka 25 hivi. Huu mwaka ukiisha itakuwa inatimiza miaka 20 samahani mtazamaji, nimeweza kukosea. Yani YouTube iliweza kufunguliwa mwaka wa 2005. Sasa ni miaka 20 tokea YouTube iweze kufunguliwa mpaka sasa. Huu mwaka ukiisha basi itakuwa inatimiza miaka 21. Kidogo hapo mahesabu yalikuwa amenipiga chenga kiasi, sababu bwana, unajua sisi ndio wale watu ilikuwa tunapata maths alama 90 tunakosa 10. Sasa kidogo mahesabu yanatuzengua hapa. Kwenye comment pale msicomment ujinga tafadhali. Nyinyi jueni tu maths bwana ilikuwa ninaichapa vizuri sana. Sema kukosea kidogo tu hapa. Sasa itakuwa inatimiza miaka 20. Turudi kwenye video yetu mtazamaji. Nilikuwa nakuchangamsha kidogo. YouTube itakuwa inatimiza miaka 20 na video iliyowekwa ni ya huyu jamaa huyu. 205 mtazamaji, hapo alikuwa amezaliwa. Kuna wengine bado walikuwa hawajazaliwa hapo. Wengine wamezaliwa 208, wengine wamezaliwa kuzaliwa 2010, wengine 2013. Bwana, hivi vitoto vya 2000 hivi takuwa vinazengua. Lakini washikaji wale wa 19 huko, wale wanajulikana kama millennials. Halafu hawa watu wa 2000 ni Gen Z. Nadhani unanipata mpaka hapo. Sasa wale watu wa kuanzia 1980 huko, 1980 kushuka chini, basi wale ni maalfa. Hizo ni baadhi ya generations zilivyokuwa zinaenda. Sasa na kizazi kingine kinachokuja sijui itakuwa kinaitwa generation gani bwana. Lakini 205 ndio video ya kwanza iliweza kudondoshwa, na video hii ni jamaa fulani aliweza kujirekodi mwenyewe tu. Sababu ukiangalia video imepewa jina ya Me at the Zoo, yani ukimaanisha mimi nikiwa kwenye yani kwenye zizi la wanyama hivi, sio ng'ombe. Ukisikia zoo mtazamaji, zizi la ng'ombe, yani zizi la kama vile simba, lakini sio wakali, washadungwa sindano, washang'olewa meno, yani hawaumi yani, ama vile chui pia. Jamaa akijirekodi mwenyewe akisema Me at the Zoo, na ni video fulani aliweza kujirekodi tu mwenyewe akiwa pale ndani. Akipiga alikuwa ameshikilia simu tu akiwa anajirekodi mwenyewe tu, ndio maana akakwambia Me at the Zoo, yani mimi nikiwa kwenye
zizi fulani hapa la simba, akawa anajirekodi pale huku akiendelea kufanya usafi pale kwenye ile zizi. Sio zizi la ng'ombe, nimekwambia zizi la msimba hawa, zizi wa wanyama hawa hatari, lakini wanafugwa pale. Akawa anajirekodi mwenyewe pale, alafu hiyo ndio video ya kwanza ikapostiwa na YouTube. Yeye mwenyewe hakuiposti sababu yeye mwenyewe pia anakuambia alikuwa hajui mambo na YouTube. Ile video ndio ikapostiwa na watu wa YouTube wenyewe. Baada ya kupostiwa, kwa sasa imeweza kutimiza miaka 20 mtazamaji, na ilifanya vizuri. Ukiangalia views zake ina milioni 355 pale, yani milioni 355 viewers za watazamaji, yani kwa lugha ya Kiswahili. Iliweza kufanya vizuri. Hatimaye naona wengine wanasema kwamba ni milioni 300 lakini miaka 20. Hata hivyo kuna watu na miaka 20 na hata hiyo milioni 300 hawajawahi pata. Sio mnafiki, lakini tuongee ukweli. Mfano kama Alikiba, si amekaa miaka 20 kwenye muziki, hamna hata video yake moja ambayo amefikisha milioni 300. Basi milioni 300 tunaenda mbali, milioni 100 tu, hamna hata video yake ambayo inafikisha milioni 100 wala milioni 70. Sasa mtazamaji, unaposema ni milioni 300 lakini ni miaka mingi, basi inabidi tuweze kupima maji na unga hapa. Video yenyewe ndio kama hivyo. Nadhani mpaka sasa umeweza kujua YouTube yenyewe iliweza kufunguliwa kipindi kipi na iliweza kufunguliwa mwaka gani. Itakuwa unatumia YouTube tu lakini hujui YouTube iliweza kufunguliwa kipindi kipi. Na wakati ile YouTube inafunguliwa, basi haikuwa mwanzo haikuwa inalipa, lakini ilikuwa ni mahali kwa kuchat na kwa kuangalia video tu, kama vile Facebook kama Instagram wanafanya. Lakini baadaye ndo wakaja wakaeka mambo fulani, mkataba fulani, ukifanya hivi basi itakuwa unalipwa pesa kiasi fulani. Ndio mpaka sasa basi ikaweza kushika soko. Zamani watu walikuwa wanafanya movie zao lakini wanauza CD hizi. YouTube ilikuwa bado haijafika, lakini kwa sasa watu wengi wanaposti vitu vyao mtandaoni, sababu YouTube imeweza kushika sana mpaka sasa hivi. Wewe unaweza kunisikia mimi na mimi nikakusikia hapo na ukatazama video zangu na tukaendelea kusapotiana tu. Cha msingi tu usahau kusubscribe, kulike, kushare kama kawaida ninavyokuambia, kucomment pia katika comment section ya Umbea Media TV. Napofanya hivi ili na mimi niweze kupata motisha wa kukuwekea video zingine.